الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما وزدنا تقى وزدنا رشد يا رب العالمين. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد, tumesimama katika ayat surati Safat na tulifika hadi aya 48 na hizi aya zimetoka aya 41 ni kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Surah Safat aya 41, ulaika lahum rizqun ma'lum. Hao waliotaja sifa za kabla watu wa peponi, Mwenyezi Mungu amewapa riziki iliyokuwa maalum. Al-ma'lum, maalum inofahamika na wale wenye kupewa, au maalum inda Rabbina, au vyote yani mtu asiangehangaika kufanya amali za khairi kwa ajili ya pepo, ila anajua riziki aliyowekewa huko. Kwa hivyo ndio riziki maalum, riziki ambayo Mwenyezi Mungu alimwekea, na kila cha starehe peponi katika jumla ya riziki maalum. Kila kilichokuwa peponi cha kustarehe ndani yake riziki maalum, kuanzia kasri, mashamba, hurun ain, vyakula. Yani ukiwacha hivyo, nafsi yule binadamu anayekuwa peponi sio binadamu wa duniani, alitahirika na kusafika na kila uchafu. Hakuna kwenda chooni, hakuna kutapika, hakuna kuumwa, hakuna kuchoka, hakuna chochote. Hii katika jumla riziki maalum. Na huyo anajitahidi akajipinda kwa ibada, akakaa usiku wa manane kwa kusali qiyamul layl, akatoa zaka, akatoa sadaka, akafanya kila amali ya khairi, yote anataka hiyo riziki maalum. Riziki maalum ndio kilichokuwa muhimu kwake, na ndio kwa maana ikaja riziki maalum akatutajia baadhi ya riziki maalum. Kutokana na aya hiyo ikafuatia fawakihu hum mukramun. Fawaki hapa kila aina matunda, kila aina matunda yatosha kwa fawaki. طيب, hum mukramun, naam, watakirimiwa. Na karam ni kutukuzwa na kuheshimiwa, ndio karam ya Mwenyezi Mungu, kuheshimiwa na kutukuzwa na kupewa vyeo vya juu kabisa. Hadha huwa al-karam. Hum mukramun, wataheshimiwa, heshima kubwa wanapata fi jannati an-na'im. Kwa hivyo kuanzia riziki maalum, kuanzia fawaki na kuendelea mbele katika ayati hizi zote riziki maalum, fawaki wa mukramun, ndio kukirimiwa, kuheshimiwa na kupewa cheo na kutukuzwa. Hayo yote katika jumla ya riziki maalum. Wapi? Sio popote. Riziki maalum fi jannati naim, yenye neema chungu zima, na vilivyokuwa ndani, ala surur, juu ya vitu vizuri vizuri, mutakabilin, wanakuwa nini?
wanakabiliana. Mutakabilin, watu wa peponi wanapotaka kukaa kuzungumza wenyewe ukakabiliana. Mutakabilin, kila mmoja anapomkabili mwenziwe na kila mmoja anampa heshima mwenziwe, kuliko mtu kumpa kisogo umemdharau, mtu kumgeuzia uso umemdharau. Mtu anakuja na kusalimia tu mkono, umegeuza uso, unamnyoshia mkono, heshima hii. Anakuja mtu anasalimia, umegeuza uso kule, unashughulika na jingine, wewe unamnyoshia mkono wa kubusu au mkono, heshima hii. Heshima yani unapotazama kauli mutakabilini ile peke yake ni kila mmoja na mwenzi mwenziwe, kila mmoja anamtukuza mwenziwe katika kukabiliana na kukaa kuzungumza ayam dunia, ayam alkhair, walikuwa namna gani wakinini wakifanya amali salihah, amali njema. Naam, kwa hivyo ala asli mutakabilin, na sio wamekabure tu. Maana leo ukienda kwenye shughuli mkiwa kwa nusu saa chakula kijaja bado atatoka na njaa mpaka saa ngapi hao? Wamekusudia nini? Asio kule masala ya vyakula tena, wewe fikiri tu moyoni. Ukifikiri mimi nataka chakula gani unachokitaka, utakabiliani, unashtukia kwa mbele yako. Nataka maapple, nataka machungwa, nataka embe, unashtukia wewe. Lakini sio aina duniani. Huko bwana fawake ya kila aina, tusikia hakuna chochote cha peponi iko duniani isipokuwa jina tu. Jina la tunda basi. Utasikia maruman na inab, zabibu na ruman, jina tu. Kuna fikiri zabibu za hapa abadan. Yutafu alaihim bikasi min ma'in, wanazungushiwa. Yutafu alaihim, na katika surati al-Waqi'a yatufu alaihim, anakutaka kutaja wale dawari wanazunguka, garson vijana kuhudumia. يطوف عليهم ولدان مخلدون, vijana mukhalladun waliojaliwa waishi milele halilele bila kukonga bila kudheka. Unaambia leo unamkuta kijana mzuri kavalia uzuri, umeita unataka chakula, anakuletea kijana msafi kavaa nguo zake nzuri, anapendeza, sura yake nzuri. Kile chakula kinakuwa kitamu hata kabla hujawekewa kula, sio? Lakini umeagiza chakula kaja kizee moja kama mimi hakuna upande, uso wake utazamiki, haja koga siku mbili, hicho chakula utakila kweli? Kirejeshe, sikitaki. Kwa hivyo utamu wa chakula unaenda na nini? Wahudumia, wenye kuhudumu. Ndio kwa maana nyingi siku za hafla watu hata wale wenye kuhudumia wanakuwa na uniform maalum wanavaa, wanakuwa ni wanatia ladha katika chakula hasa. Hata unapoweka chakula kwa kidogo kikiwa ule utamu umepungua, lakini kwamba zile huduma na kuwekewa na mashallah, yani ina siri ya ile huduma wanapokuwa wale wenye kuhudumu wazuri, wenye kupendeza. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. Kwa hivyo hata wahudumiao pia wanakuwa nini, wanakuwa na kwa hivyo wanatia yani ladha fulani katika chakula. Vijana wenye kusava, nazio. Na ukienda katika sura al-Insan katika aya 19 na 20, wayatufu alaihim wildanun mukhalladun, na watazungukia kuwatumikia na kuwahudumia wildan. Wildan ni wavulana, walad aulad, wildan wildan mukhalladun,
vijana ndio wasiopevuka daima wako katika ujana wao hawazeeki kabisa. Idha ra'aitahum, kama utaona katika sura insana na kupa wasfa na ile picha nzuri zaidi, anaizoom picha hiyo inakuja karibu kwako zaidi, umone uzuri huyo wildan mukhalladun. katika alwaqa hajataja yatufu alayhim wildan mukhalladun biakwab wa abarika, bikombe na bakuli au na glasi, wa kasi min ma'in, glasi kutokana na vinywaji vya chemchemi ya ma'in au kinywaji cha ulevi ma'in. hapa anasema yatufu alayhim wildan mukhalladun idha ra'aytahum, kama utawaona, hasibtahum, utafikiri nini? Lu'lu'an manthura, kama kwamba lulu manthura, nathur yani kutawanyika, kama lulu zilizotawanyika. Dalili manthura bimaana nini? Vijana wengi, si mmoja au ile watatu, huko na mhudumia huyu na huyu na mhudumia. Sio ngoje huyo kijana atafike kwangu watu 20 wako mbele yangu, unakaa unasubiri kwa hamu jicho lako lote. Lakini la, wamejaa manthura, vijana wamejaa kila pahala. Wewe ukifikiria tu uko chini yako, hata ile upate picha manthura nini, waliotawanyika kila pahala. Ukitaka tu kitu, sio ukioita mkono na kupiga tak tak, usipige vidole vyako hivi. Wewe fikiri tu moyoni, kisha simama mbele yako. Allahu akbar. Hasibtahum lu'lu'an manthura wa idha ra'aita, na utakapoyaona, thamma, huko. Allahu akbar. Kuna thumma ikisha, na kuna thamma hunaka kule. Thumma na thamma. Thamma bimaana hunaka, thumma baada ikisha, baada muda ikisha. Idha ra'aita thamma, huko, ra'aita na'iman, umeona neema sana, wa mulkan kabira, na ufalme wa Mwenyezi Mungu uliokuwa mkubwa kabisa. Allahu akbar. Aliyahum, juu yao, thiyab, wana nguo, thiyabu sundus khudhr, sundus khudhr ni hariri. Kuna harir na sundus. Sasa sundus wanasema ni hariri nyepesi, na la hariri kidogo. Ikiwa hariri ishakuwa nzito ya hariri yetu, tayo sundus itakuwa vipi wepesi wake? Taban zaidi wepesi. Khudhr wa istabraq, istabraq ni rangi zaidi ya kijani. Khudhr, istabraq rangi ya khudhr pia hariri. Wa hullu asawira min fidda, hullu bimaana nini? Hullu kupambwa, watakuwa wamepambwa. Yuhallawna fiha, watapambwa fiha. Wa hullu fi'l madi, yuhallawna mudhari yake. Wa hullu asawira, tumesema asawira ni vikuku, tushazungumzia kalima siwar, wengi wake asawir min fidda, ya fidda. Wasaqahum rabbuhum sharaban tahura, vinywaji vya huko sharaban tahura, kule ma'in, wa mizaju min tasnim, na huko nakunywa wakasi mabarikha, wakasi min ma'in la yusaddauna fi la yanzifun. Na huko pia kingine tena nini, wanakunywa vinywaji vya nini, من زنجبيل سيو نسمى سلسبيلة عينا فيها تسمى سلسبيلة شيمو inaitwa salsabil. Jamani, endeleeni kupeponi muone natosha, mimi sijui pia. Hivi kusoma kidogo unapata maalumati, ukiviona na kuviona si kama kusikia,
au mtu akakuelezea au kasoma. Yani mtu anaweza kukuelezea kitu akakupa wasfa ukapata maalumati ya kutosha. Nakumbuka siku moja anaelezea Sheikh Abdulajid Zindani, anasema ukiingia mfano katika library anakuambia ukishafika ingia kulia, wacha rafu zote zile, halafu kisha nenda zako tena kushoto mpaka mwisho. Katika rafu ya kwanza, chini, ya pili, ya tatu, ya nne, ile rafu ya tano kushoto kabisa utalikuta buku nene, lichukue buku limeandikwa jina kadha kadha, jina la kitabu. Wewe ukienda utakwenda, hata ukifumba macho utakwenda, ukifika mlangoni utapenda kulia, utakwenda kushoto mpaka mwisho, utahesabu rafu mpaka ya 4 juu, utakwenda mwisho utatoa buku. Hii ndio ananiambia asibu. Lakini je, ile picha ulipata ukubwa wa library nao, aina la buku kubwa wake, uzuri wake unajua. Kinyume wasfa ni kitu wa kuweza kufahamisha au kupata nusu ya ile kitu chenyewe ilivyo, lakini uhakika wake unapoona. Ndio kwa maana Mwenyezi Mungu anatumia katika Qur'an ilmu al-yaqin duniani, na ainu al-yaqin unapoliona, na haqu al-yaqin unapoionja. Hapa ndio haki zama, subhanallah. Hata ili upate picha kwamba kuna kuambiwa ukawa na ilmu ya kutosha. Hata alosema Sayyidina Ali, ilmu yangu ya yaqini ya peponi na motoni naijua vizuri. Hata sasa hivi kama hii pepo itizame na huu moto ula nazidisha amali njema. Asema hata nikiona hiyo pepo basi sitozidisha amali juu ya amali ninayoifanya hata tone kuliko amali ninayoifanya. Wana ilmu ya yaqini hawa, kama kwamba yani ainu al-yaqin, na ainu al-yaqin ile kuiona, lakini je ukionja haki al-yaqin, na wanaotoa motoni wakaona adhabu yake haki al-yaqin. Kwa hivyo kutizama, ndio nasema a picture is worth 1,000 words. Wazungu wasema nini? A picture is worth 1,000 words. Picha basi bora kuliko hata ile maneno 1000. Nitakuelezea hivi na rangi yake hivi, ukubwa wake hivi, lakini picha tukiona basi kuliko maneno 1000. Sasa hiyo picha ikapembeni, ukaambwa na hichi ndio kitu chenyewe kwa hakika. Sasa hiyo kuliko hata milioni watu sasa. Kwa hivyo يطاف عليهم بكاس من معين سيو بيضاء لذة للشاربين. Vinywaji vyake vyeupe ni kitamu kwa wanywao. Tushaelezea yote hivi. Na uzuri wa vinywaji vya huku ni havina la fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. Na tumeelezea juzi kwamba vinywaji vya ulevi vyote vina madhara yake, kuanzia kuumwa na kichwa, kupoteza akili, fahamu, kutapika, kuumwa na tumbo, kwenda chooni, choo kidogo sana. Haya yote haya mkomeelezwa kwa maneno mawili, fi ghaulun wala hum anha yanzafun. Hapotezi fahamu wala viumizi kichwa na nini. Basi vinywaji vya halali, vinywaji vizuri, vinywaji vitamu, utamu wake upati duniani kabisa, viko huko tu. Na tukasema kabla, kwa kuchukua aya katika sura Muhammad aya 15, Mwenyezi Mungu anasema mathalu aljanna. Lazima upe mfano tu, huo hakika yake huko duniani, mfano tu, mathalu bas. Mathalu janna, mathalu jannati allati wa'ida almuttaqun, aloahidiwa wacha Mungu. Anatajia Mwenyezi Mungu fiha, ndani yake mambo manne. Fiha anhar, na yote kwa wingi wa mito. Unajua mto maji, wingi wa maji yake wingi wake. Hebu niambie, fiha anharun min ma'in ghairi asin, maji
yasiyo nini, yasiyovunda. Haya maji tuseme duniani hapa. Lakini mito mingine min laban wa anhar min laban. Umewahi kusikia wingi wa maziwa ukafika kama mto kwa wingi wake? Kusanya maziwa dunia nzima ya wanyama wote, ng'ombe, ngamia, mbuzi, yakusanya yote, yatafika wingi wa mto. Wa anhar min labani lam yataghayyar ta'amuhu, maziwa hayakatiki, maziwa haya hayabadiliki taamu yake, lam yataghayyar ta'amuhu. طيب لو kubwa zaidi, wa anharu min khamr, mito sio mto mmoja hivyo, lakini si kwa mto mmoja haijui kwa anhar mingi, wingi wake unafika ulevi wote unakunywa. Wangapi wanaumia kwa ulevi? Na wangapi spiriti mpaka maini yanakatika, yanaharibika. Sasa طيب anharu min khamr, mito chungu zima kila aina. Hapa duniani wanajisifu kwa vinywaji vao, leo nasikia vodka, bia, champagne, sio nyingine whisky, na tembo. Kinywaji unachokifanya hapa loka unahitaji kale chapa tembo unahitaji, unahitaji bwana vinywaji vya hapa sio konyagi sio konyagi, wafanya factory wanapika hivi. طيب وانهار من خمر, Mwenyezi anatupa wasfa wa ulevi huko, ladhatin lisharibin, na hii dalili kwamba ulevi wote unakunywa duniani hauna testi nzuri. Au kweli? Uongo? Kuna testi nzuri, lakini shetani anaipamba mpaka kuona nzuri. Lakini kwanza chungu, ndio lazima wewe. Lakini huwa khamri huko ladhatin lisharibin, yataka waqfa mtu asimame. Kwa nini Mwenyezi Mungu amesema anhar ulevi wenyewe ladha lisharibin? Au ladha lisharibin na utamu ulevi kuliko tayo juice. Bwana ya Rab, nasaluka aljanna ya Rab, Allahumma nasaluka aljanna wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amal. Wa anhar min asal, وانهار من عسل, tena asali yenyewe musaffa, purified, iliyosafishwa kabisa. Jamani, mwa kusikia watu wamekusanya asali kafika karibu na wingi wa mto. Hiyo asali ndio tabu zaidi. Mto anhar, sio mto mmoja, anhar mito na asali musaffa. Subhanallah. ولهم فيها من كل ثمرات, نجوها ومغفرة. سبحان الله. كلا aina matunda na maghfira kutoka kwa Mwenyezi Mungu, maghfira min rabbihim. Subhanallah. Sasa mtu anayewacha raha yote hii akaenda akafanya maasi, hawa walikuwa katika starehe zote hizi, kama huwa khalid fi nar, kama huyo atakayetupwa milele katika moto. Wasuqu ma'an hamima, wakamiminiwa na kunyeshwa ma'an hamima, maji yaliokuwa nini, ya moto kabisa. Wasuqu ma'an hamima, watanyeshwa maji yanayochemka, yanafanya nini? Faqatta'a am'aahum, machango yanakata matumbo yao. Am'aa ni machango au matumbo. Subhanallah. Natamani kisayansi sasa sema am'aa al-rafi'a wa am'aa al-ghalidha. intestine is large intestine na small intestine, lakini kama wafasiri wasema tumbo tu. Ama ukiwacha machango na yaliokuwa kabla ya machango, kuanzia koo mpaka imetumika wasfa qatta ma'ahum, tokea unapokunywa naanza kunini kubabua
na kuunguza mpaka kutoka huko kama natoka. Am'a imetumika neno am'a bimaana nini? Digestive system yote, alimentary canal, sehemu zote za nini, za mashine za kusaga chakula, kuanzia mdomo, koo, tumbo, maini, kwenda chini mpaka machango. Faqata'a ma'ahum. Kwa hivyo tukirudi tena katika aya zetu, لا في غول ولا هم على يحزنون. نتكون لو عندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. يبغى استريز نزيتاك لكن تزيادك الشاشة أصبت yenyewe haitoki, lakini وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان فيهن خيرات حسان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وكواعب أترابا الحور عين أوتها سيليو لكن كيشوشا يا رب تجعليه حور العين وكن إن شاء الله في الجنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.